Tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka, ni wewe pendo, Bwana mfalme. Ninainua jina lako Bwana, nikisema ya kwamba ni wewe tu mwaminifu, mtakatifu na mwenye hekima. Mapenzi yako Bwana Jehova Jireh katika maisha yetu, tumejua na tumeelewa ya kwamba pasipo wewe Bwana haiwezekani mtu yeyote yule aweze kusimama, aweze kutenda, wala aweze Bwana Jehova Jireh mtakatifu kuinua jina lako Bwana pasipo kutambua na kuelewa kuhusu kazi yako ile umetufanyia sisi wote kama watumishi wako, kama wazaliwa pamoja nawe kupitia Kristo Yesu. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua. Ni tondu mwathani uthigu akuna wega waku. Papa wito Yesu ni cia tene na tene. Tunanena Bwana Jehova Jireh utukufu na ushindi. Ule Bwana Jehova Jireh umetoka katika neno. Ule umetoka Bwana Jehova Jireh katika wingi wa utukufu Bwana mfalme, wa kuamini Bwana mfalme wa ajabu kazi ile mwanao Kristo Yesu aliyoifanya hapa ulimwenguni na hata biguni. Bwana wetu Yesu Kristo ametufungua na ametutoa katika wafu, ameondoa hali yoyote ile tulikuwa tumepingwa juu yake. Ametuondolea Bwana Jehova Jireh vingizingiti zote zile zilikuwa zimesimama mbele yetu. Ametusimamisha Bwana mfalme mwenye nguvu katika neema na katika kweli, katika neno lako Bwana. Pokea sifa, dear glory, masteria, deserted, thy contributory. Harinetari ya desire, O Lord Jehovah God. Bikatarite thy Father Jehova Jireh. Ditima serepentari barigan manturia biagrabaganda rababozaya. Hakuna awezaye Bwana Jehova Jireh kutambua siri imefichwa ndani ya maandiko. Mambo yale yamenenwa na Kristo Yesu kutoka ndani ya New Testament. Mambo yale yamenenwa katika Old Testament na Moses. Hakuna mtu awezaye kuitambua, lakini mtu yeyote yule amekubali kupanua hema zake na akaingia katika nafasi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Huyo tu ndiye mtu mmoja tu yule awezaye kupokea haki na utukufu na neema zile Bwana Jehova Jireh zimetoka kwako. Pokea sifa Baba yangu mtakatifu. Umetuondolea hali yoyote ile ilikuwa inapingana nasi. Hali yoyote ile ilikuwa Bwana Jehova Jireh inatuondoa katika uzima ule Bwana mfalme ulikuwa umetuahidia kutoka mwanzo. Rikimasi tidi thy Father, be thou Lord Jehovah God. With moronica says tidi thy contributory, return tidi thy Father Jehovah Jireh. Katika kifo chako Bwana, sisi tumeondoka katika wafu. Katika kifo yako Bwana mfalme, tumeondoka katika dhambi. Katika kifo yako Yesu Kristo, tumeondoka Bwana Jehova Jireh katika kujiongoza. Na sasa tunaongozwa na Roho wako Mtakatifu, yule anenaye amba Father ndani yetu mtakatifu. Kwa uwezo wote na kwa nguvu zote tumetambua na tumejua ya kwamba ni ukweli kwamba Bwana mfalme, nguvu zako na uweza wako zinapitia katika mwanao. Watu wale wote wameamini kazi ya mwanao, hao ndio Bwana Jehova Jireh wanaitanishwa nawe. Acio nio metanagio nawe Ngai, acio nio marugamaga mwathani makaria uhoro wa uthamaki waku, acio nio maragia hinya ona uhoti ona uthamaki, acio nio mwathani monanagia kirira giaku mwathani Ngai Baba kuringana na uria wendete, acio nio mahingura tunwe twa mwathani maragia muoyo katika jina lako Bwana. Hao ndio Bwana Jehova Jireh wale wote umewasimamisha, wale Bwana Jehova Jireh umewaokoa katika hali yote ile Bwana Jehova Jireh walipokuwa wameingia ndani yake. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo kwa wingi wa utukufu wako Bwana. Tumejua ya kwamba elimu yako Bwana mfalme katika neno Bwana wetu mfalme, hiyo ndio imetufungua na tukaweza kuwa huru. Tulikuwa watu wambaya, tulikuwa watu hatuelewi, tulikuwa watu wamezungukwa na giza, tulikuwa watu walikuwa Bwana Jehova Jireh wamechelewa na kutambua mambo ya kweli, lakini sasa mfalme katika kupitia mwanao tumetambua yote, tumetambua mengi, tumetambua Bwana Jehova Jireh uzima ulio ndani yetu uliwekwa ndani yetu na mwanao Kristo Yesu, na katika utukufu na wingi wa mapenzi yako Jehova, sisi tunaimba wimbo mpya tukisema ya kwamba mimi na wewe Bwana, wewe na Kristo, mimi na Kristo Jehova tumefika kuwa mtu mmoja. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakomesha kila
ngome Bwana Jehova Jireh, na kila giza yote mfalme inaweza kuja kuzuilia neno lako lisiendelee. Kazi yoyote ya yule muofu ibilisi ninaikomesha mpaka chini ya miguu yetu. Umetupa nguvu na mamlaka ya kuendelea Bwana Jehova Jireh, na kuendelea tukipanua hema zetu na tukipanulia wengine, ndio wengine wengi Bwana Jehova Jireh waweze kujua mapenzi yako Bwana, na nguvu zako Bwana, na uwezo wako Bwana, na ufalme wako Bwana sinatenda kazi katika udani wetu mfalme, na kuzindizia uwezo na mamlaka yale Bwana Jehova Jireh watu wengi hawajatambua. Wengi wametambua ni kwa sababu wanaenda makanisani, wengine wanafikiria ni kwa sababu wako makanisani, wengine wanafikiria ni kwa sababu wanatoa tithe na sadaka zao, wengine wanafikiria wameitanishwa na wewe ni kwa sababu ate ni wazuri kutoka kuzaliwa, hawajafanya mambo mengine inafanywa na wengine. Hapana, Mungu wangu na Baba yangu, ninawaombea waweze kufunguka akili zao, ndio waweze kutambua na kuelewa mapenzi yako Bwana, na haja gani ilifanya ukaweza kuwaumba na kuwasimamisha mahali pale. Sio tu mwanamke aweze kuwa housewife, sio tu mwanamume aweze kuwa ati yeye ndiye alidae na yeye ndiye asimamishaye na yeye ndiye afanyaye kazi yote ndio watu wake waweze kuwa sawa. Hapana, Mungu wangu na Baba yangu, sisi wote neno lako linatuambia ulituumba tukiwa kazi ya mikono yako, na kazi ya mikono yako Bwana ni kusimama katika haki na katika kweli, ya kunena na kuhubiri katika ulimwengu mzima, watu wote waweze kujua na kutambua mapenzi yako katika haki. Ni kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, umetupenda, umetupanua, umeturinda na umetuongoza, na umetupa nuru yako Bwana iweze kuwa mwangaza wetu katika maisha yetu ya rohoni, na kuinua na kutukuza, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nikisema ya kwamba mahali popote Bwana wetu Yesu Kristo alipo, hapo ndipo nasi tulipo. Kuwa pamoja na Kristo sio kukaa katika sio kukaa kanisani, sio kutembea kanisani, sio kujishikanisha na kanisa. Njia moja ni ya kwamba ni kutambua yale Mungu ameyaweka tuweze kuyatambua katika ukweli na katika haki. Koguo ni ndeiwa gucokia ngatho, gucokeria Ngai wakwa ngatho ucio wanjitire na githura, ucio wandumire ndute wira wake hatari na undu ona umwe andehirie, na akihe kiheo kia Roho Mutheru niguo kirutage wira thiini wakwa, na akihe ugi utauku ona umenyo. Jana tuliona mambo hayo yote na tukajua na kujua ya kwamba ni kwa neema Yesu ametuchagua tuweze kuwa wake. Haleluya. Kwa hivyo ukweli wa Bwana ni ya kwamba ni kukaa katika neema na katika wingi wa utukufu wake. Sawa. Ndenda tuingire kiugo-ini mara moja niguo tuhote kuona uria maandiko maroiga. Maandiko maroiga atia muthenya wa umuthi. Maandiko inasemaje siku ya leo? Ni kwa utukufu wa Bwana sisi tumechaguliwa, na ni kwa wema wake sisi tumeitwa watoto wake. Siku ya leo nataka tukiendelea na kuhubiri juu ya stepping on our blessings. Nataka tuweze kufungua katika kitabu ya jana tuliweza kufika katika kitabu ya Isaiah 60 mstari wa 18 mpaka wa 22. But nataka tuanzie mstari wa nataka tuweze kufungua katika Isaiah 60 mstari wa 1. Isaiah 61. Neno linasemaje? Neno la Bwana linatuzungumzia likituambia kwamba arise and shine. Kumbuka tulianza na Isaiah 54:2. Ati tuweze kupanua hema zetu ndio tuweze kufikia ulimwengu, kwa sababu pasipo kuendelea na kupanua hema zetu, kutamani kujua neno na kupata ufunuo katika lile neno, utakaa katika mtu duni sana mahali pamoja. Bwana asifiwe. Lakini
Wakati ule utaweza kujua ati wakati mtoto alizaliwa hakukaa tu katika zile napi, hakukaa katika nappies, hakukaa tu akibadilishwa diapers mpaka akiwa na miaka 5. Alifika katika nafasi hata yeye wakati alipokuwa ananyonya alikuwa anataka kuonyesha mzazi ya kwamba na hata mimi naweza jishikilia hii matiti. Ya, naweza tembea na magoti. Naweza simama. Anafika katika nafasi analia ndio mzazi ampatie kijiko ajipe vile anaonanga mzazi akimpa. Anafika katika nafasi anasimama, anajaribu kustep hatua kwa hatua. Hivyo ndivyo nasi tunafaa kuwa kama watoto wadogo wale wanazaliwa pasipo kuona vyema, lakini vile tu anaendelea kukua. Na hakui kwa sababu amezaliwa, anakuwa kwa sababu anapewa chakula, a balanced diet. Anakuwa kwa sababu anapewa chakula kile kitakuisha mwili wake. Nasema nini? Nikinena haya, ninataka kuzungumza juu ya maisha yetu ya rohoni. Wakati mtu ameokoka, anakuwa kama katoto kadogo. Kale katoto kadogo kanahitaji tu maziwa. Na wakati tu mtu anaendelea, ndio anatoka katika maziwa tu, anaingia mpaka katika chakula kingine, sio kingumu, lakini kimetengenezwa. Anatoka katika hiyo nafasi, anaingia katika chakula kigumu. Yani anaanza kukula, yani chakula ni ya mtoto lakini ni gumu. Sio ile ya kawaida nyororo. Yes. Yule mtoto anaendelea akifundishwa ya kukula hizo vitu na kutengeneza koo yake vile ataweza hata akiwa mtu mzima. Hakuna kitu kitamnyonga wakati atakuwa katika kula chakula hata za watu wazima. Hivyo ndivyo nasi wakati tuko katika maisha yetu ya rohoni tunakuanga. Kuna chakula hauwezi pewa wakati wewe umeokoka. Unapewa chakula, unapewa maziwa. Unatoka kwa maziwa unaingia kwa ingine. Unajali, yani hata unataka, yani unafika katika nafasi unasikia kuongeleshea mtu mwingine. Unafika katika nafasi unataka kuomba, yani unatamani kuomba dakika 10. Mbeleni hata dakika 1 ilikuwa mzigo. Lakini unafika mahali unaomba dakika 10. Unatoka hapo ulikuwa unaomba tu, unasoma tu mistari 5, unasikia kulala, unasikia kuboeka, unasema haina utafsiri. Unafika katika mahali unasoma chapter 1. Yes. Unaendelea ukipanuka. Na hiyo kupanuka ni kupenda kwako. Sio kwa kusukumwa wala kupelekwa. Ni kwa kupenda kwako uweze kupanuka. Kwenda kanisani mapema ni kutaka kupanuka katika hiyo nafasi. Ya kuongoza watu kwa kupitia neno ni kutaka kupanuka katika tena hiyo nafasi. Kuna watu wanakaaga kanisani pasipo hata kufanya nini? Kufikiria jambo, wao ni kukaa tu. Na ndio nafasi hii ya number 6 Isaiah inasema, "Arise and shine, for thy light it is come, and the glory of the Lord is risen upon thee." Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Yes. Usipotabua mambo kama haya, hautapanuka. Kwa nini ninaambiwa amka uangaze? Sababu nilikuwa nimekaa mahali pamoja. Nilikuwa nimejifunga. Nilikuwa nimefungwa na mambo fulani na fulani na fulani. Nilikuwa ninapanda tu pande moja. Pande nyingine nimekuwa damu. Maisha yangu ya kiroho imekuwa damu. Lakini kulingana na Isaya anakuambia amka uangaze, kwa sababu nuru ya Bwana imekushukia. Bwana asifiwe. Panua hema zako, hubiria mtu mwingine. Panua hema zako,
Omba hata kama ni masaa mawili. Yesu akawauliza mitume, hamwezi omba hata kama angarao masaa ilisali moja, hata si mawili, ilisali moja. Haleluya. Yesu akawauliza mitume, kwa sababu hawakuwa wako na hiyo uwezo. Lakini Yesu akataka kuwaonyesha. Hakuwa wamewaonyesha jana, siku hiyo, dakika hiyo ndio aliwaonyesha. Hamwezi kuomba hata kama ni lisali moja. Panukeni watu wangu. Panueni hema zenu. Muombe hata kama ni lisali moja. Ni usingizi tu. Bwana asifiwe. Watu wengi wako katika hiyo nafasi. Usingizi tu. Hauwezi omba kama haujaongozwa. Hauwezi soma neno kama haujaongozwa. Ama haujawekewa mipaka ama mekana. Ni kama command. Hapana. Odua mambo inaitwa sheria. Sheria haijengi. Sheria inafanya mtu akasirike. Sheria inafanya mtu atende dhambi. Bwana asifiwe. Sheria, wakati unategemea tu sheria, kuongozwa kwa kila wakati kwa kuamrishwa, hiyo sio roho wa Bwana, na hiyo sio mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Mungu anataka uweze amekupa free will, yani ujichagulie. Jichagulie jambo lolote, jichagulie, jiamulie. Ati kwa sababu pastor ametufundisha hivi, si hata mimi naweza practice. Sinaweza fanya. Yes, panua hema pande hiyo. Kulingana na vile ulivyosikia, mtumishi wa Bwana amekufundisha. Amekuongoza namna gani katika maombi? Amekuongoza namna gani katika kuhubiri? Amekuongoza namna gani katika kuprofesai? Amekuongoza namna gani katika kuongea lugha? Bwana asifiwe. Amekuongoza namna gani kwa kuongoza mtu mwingine? Mwadhani arongoshwa. Kwa hivyo unafaa uweze kupanua, arise and shine. Hale, Bwana asifiwe. Neno linakwambia arise and shine, for thy light is come. Bwana asifiwe. And the glory of the Lord is risen upon thee. Yeah. Sio kitu ya kugojea. Mwadhani ya rogosho. Yes. Ni kwa sababu kimeshafanyika. Tuko pamoja Amka uangaze. Shangarara. Ukiro shangarare ni todo utheri wa Jehova ni ugukinyereire. Mwadhani ya rogosho. Tukiangalia mambo hayo yote, tuliangalia tukaona ya kwamba wakati ule tulikuwa tunazungumza jana, tulisoma tukaona wakati ule mtu ameamka, ameamka, yani ameangaza, nini anafanya? Ndani yake kuna hekima. Ndani yake kuna ufahamu. Kuna knowledge, kuna wisdom, kuna understanding, kuna revelation. Na usipofanya haya, hauwezi tambua mapenzi ya Mungu katika maisha yako kutoka sasa mpaka kuendelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Hautakaa tu mahali pamoja. Nikio nie hujagia. Nikio jikaga maria mange nginya mao mwere. Yes, sababu ninafaa kupanuka na pande zote, sio pande moja. Nikitaka niweze kusimama katika pande yangu ya umwili sawasawa, ni lazima nitamani sana nayo pande ya kiroho iweze kusimama sawasawa. Hizo kutambiri siperekane sikiwa sinatoshana. Yani siperekane pamoja. Kusiwe na moja itavuta ile ingine nyuma. Haleluya. Bwana asifiwe. Kusiwe na kitu kitaniita nyuma. Kila kitu kiweze kuwa kinaandamana. Yes, amka uangaze kwa sababu nuru ya Bwana imekufikia. Alafu ikaendelea tukaangalia tukaona ya kwamba katika Isaiah 11
2 inatuambia, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Hiyo ndio mambo yale tuliyasoma jana. Kwa hivyo part 3 ya jana ukiyafungua utaweza kuona hayo yote. Na tunapata, yani mtu yeyote yule aliye katika maisha ya roho hana understanding, hana wisdom, hana counsel, hana spirit, hana right, huyo mtu hajapokea the Spirit of God, the Holy Spirit. Hajapokea roho wa Bwana. Na ndiye atakaa mahali pamoja, ndiye atadidimia, atajivuta, ndiye atakaa kama mtu haelewi maisha yake ya kiroho inafaa kwenda namna gani. Kama vile tunapanuka katika maisha yetu ya mwilini, hivyo ndivyo tunafaa kupanuka katika maisha yetu ya rohoni. Na tena wacha nikwambie, maisha ya rohoni inahitajika upanuke times kuliko maisha ya mwilini. Kwa sababu usipokuwa katika maisha ya rohoni iko juu kuliko maisha ya mwilini, utakuwa tu ukizunguka mahali pamoja. Wakati wana wa Israeli walikuwa katika nyika, Mungu alitaka watu wale waweze kupanuka. Alitaka watu wale waweze kuwa watu wako na uwezo wote, nguvu zote na mamlaka yote. Mahali wana wa Israeli wangepita na siku 11 kutoka wilderness waingie katika promised land, wangevuka tu na siku 11. Lakini walisunguka nyikani miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu wale watu waling'ang'ana, walikataa kumsikia Bwana, walikuwa na mioyo migumu, walikuwa stiff necked, walikuwa na mioyo haigebadilika kwa haraka. 40 years na 11 days wagevuka na wafike katika mji wa ahadi. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, walisunguka mahali pamoja. Walikuwa wanaenda wanajikuta tu mahali walitoka, wanasunguka mwaka mwingine, wanasunguka mwaka mwingine, wanasunguka 40 years mahali pamoja. Hapo ndipo Kristo Yesu alikuja kututoa. Alikuja kututoa katika hiyo nafasi ya kusunguka mahali pamoja, kutoelewa kitu. Mababa wetu wa zamani hawakuelewa juu yake. Mpango wa Mungu ulikuwa watu wote waweze kumtambua yeye, lakini walikuwa na mioyo isipo fahamu. Na ndio mtu kama Paulo wakati alipokuja katika kanisa ya Romans ama katika makanisa hayo akina Ephesians, akina Colossians, akina akina kanisa ya Warumi hizo, aliomba waweze kuwa na haki na hekima. Aliomba waweze kuwa na ufahamu wa Bwana, sababu walikuwa wamefungwa, sababu hawakuelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Hawakuelewa. Bwana, hata kama walikuwa wanafundishwa, hawakutambua. Walisunguka tu mahali pamoja katika sheria. Sheria ile waliokuwa ndani yake hawakuitambua. Hawakutambua ni nini kimefichwa ndani yake, na ni nini kilikuwa kimefichwa. Ni Christ. Sawa? Wacha tuangalie jambo lingine lile ninataka tuweze kuangalia siku ya leo. Tunasema ya kwamba ni wakati wa kupanua hema zetu this week. Na muondoko ule tunaondoka nao usiwe muondoko wa kawaida. Bwana asifiwe. Watu wale nilikuwa na wao jana katika fellowship,
tuliweza kuongea mambo ya ajabu na tukaweza kujengeka ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Na tukaweza kugundua ya kwamba mambo mengi tunajikuta ndani yake si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kila mmoja wetu aweze kusimama katika pendo lake na katika kufahamu neno lake na katika kufahamu mapenzi yake. Bwana asifiwe. Nikiangalia lile neno, ninataka tuweze kuangalia katika kitabu katika kitabu ya Jeremiah. Wacha angalia pamoja nami katika kitabu ya Jeremiah, ndio ni tuweze kuangalia kidogo kidogo tuone namna gani. Jeremiah 31 mstari nataka tuangalie wa 34. Inasema, and they shall teach no more, every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquities, and I will remember their sins no more. Bwana asifiwe. Kiswahili nakwambia, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua. Bwana asifiwe. Umeambiwaje katika 60? Amka uangaze, ni kwa sababu nuru ya Bwana imefanya nini? Imekufikia. Mtu yeyote yule ataweza kutabua huo mstari na aweze kuinuka na angaze. Tumeona ya kwamba atakuwa na hekima, atakuwa na wisdom, understanding, atakuwa na revelation, atakuwa na knowledge. Na wakati utakuwa na hizo, hautakuwa na kazi ya kushinda ukiambia your brother, your sister, sababu hata wao wakati ulipopanua hema ulifanya waweze kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu, na umefanya wale wote waliokuwa katika dhambi waweze kusamehewa dhambi zao. Mapenzi ya Mungu wetu ni sisi wote tuweze kutambua mambo haya vizuri, na tukiyatambua tutafanya wengi waweze kutoka katika mawazo yao, katika kujiongoza, katika kujionyeshana kwa kutubu, wakifikiria wakitubu mbele za Bwana wamefanya nini? Wamesamehewa. Hapana, Yesu Kristo alikuja mara moja ya kutosha, akatoa dhabihu moja, akafa, akazikwa na akafufuka. Na wakati alipokuja aliuvaa mwili wa mwanadamu, aliuvua mwili wa uungu, akauvaa mwili wa mwanadamu, ndio aweze kumkomboa mwanadamu katika dhambi ile alikuwa anayestakiwa. Ati kumpitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa hiyo dhambi mauti ikaisunguka ulimwengu mzima kwa watu wote, sababu wamefanya dhambi. Bwana asifiwe. Sisi wote tukahesabiwa dhambi kwa sababu ya mtu mmoja. Neno likaendelea kusema, tena kwa mwingine mmoja akaja katika ulimwengu, akauvua uungu wake, akauvaa mwili wetu. Sisi tulikuwa tumefanywa kuwa wenye dhambi katika mwili na mtu mwingine mmoja, yule anaitwa Adam. Huyu mwingine wa pili anaitwa Christ. Wakati alipokuja katika ulimwengu, alikuja ulimwenguni akiwa Mungu, but wakati ule alifika huku ulimwenguni aliuvua uungu wake, akauvaa mwili, na ndio tunaona alizaliwa kumpitia Mariam. Bwana asifiwe. Mariam alipokea mimba ya Roho Mtakatifu na akaweza kumzaa mwana kondoo wa Mungu, na ndiye Yesu Kristo. Ndiye aje ulimwenguni awaokoe wanadamu katika ile dhambi walikuwa wameingizwa na yule mtu mmoja anayeitwa Adam. Ati kwa uwezo wa mwana wa Mungu Kristo Yesu,
Kama vile tuliigizwa katika dhambi na mtu mmoja anaitwa Adam, huyu mtu mmoja anaitwa Christ Jesus. Wakati aliposulubishwa msalabani, akafa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu. Hakikisho ni ya kwamba wakati alipofufuka, hapo ndipo alitutoa katika dhambi zetu zile tulikuwa tumeigizwa. Jambo linanifurahisha ni ya kwamba hakuna toleo hata moja tuliweza kutoa ndio aweze kutuokoa katika ile dhambi. Alitutoa katika dhambi kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa upendo wake mwenyewe, kama vile neno linavyosema ya kwamba ate kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu, alimtoa mwanaye wa pekee, ndiye yeyote yule atakaye muamini aweze kupokea uzima, tena uzima tele. Bwana asifiwe. Nimefunguliwa wakati Yesu alipokuja kwa walio wake hawakumuamini. Bwana asifiwe. Lakini wote waliomuamini aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Aliwaokoa. Na si kwa mapenzi ya mwanadamu, wala mapenzi ya mwili, wala ya damu, ila tu ni katika Bwana. Tulifunguliwa kwa sababu mapenzi ya Bwana ilitufikia sisi. Kwa nini? Sababu kuna hatua tulichukua ya kuamini ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya hapa ulimwenguni. Haleluya, Bwana asifiwe. Katika Roman 3:24 inatuambia tulipokea msamaha wa dhambi hivyo tu bure. Tulisamehewa dhambi zetu hivyo tu bure. Kwa hivyo katika pendo la Bwana sisi tumehesabiwa kuwa haki pasipo kitu chochote. Kama vile ulimwengu mzima ulifanywa kuwa dhambi, hivyo ndivyo huyu naye mmoja alitufanya kuwa haki. Alitufanya kuwa haki. Alitufanya kuwa haki. Na tulifanywa kuwa haki. Alitufanya kuwa haki kwa sababu yeye alijiamulia, sio sisi. Anasema katika kitabu ya John, sio sisi tuliomchagua, yeye ndiye alituchagua sisi. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika Efesians anatuambia yeye ndiye alituita, yeye ndiye ametuchagua. John akasema sio sisi tulimpenda, yeye ndiye alitupenda, akaamua kutufanya kuwa wana wa Mungu hivyo tu bure, pasipo maombi, pasipo kuhubiri, pasipo kutoa tithe, pasipo kwenda kanisani, pasipo kujua watumishi, pasipo kitu chochote kile, akatufanya. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu hakuna kazi yako. Wokovu ni kazi yake. Wokovu ni pendo lake lilitufikia akatuokoa. Wokovu hakuna kazi yako, hakuna maombi yako, hakuna kusoma Biblia, hakuna kukula mesa, hakuna ubatizo. Kwa sababu kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, hivyo ndivyo Ephesians na Revelation inasema, kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, alifanya nini? Alikufa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Revelation inasema alislainiwa, alichinjwa. Bwana asifiwe. Nayo Ephesians inatuambia ya kwamba alituchagua kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa hivyo kazi yote ilifanyika kabla ulimwengu haujafanya nini? Haujaumbwa. Hakukuwa na Abraham, hakukuwa na Adam, hakukuwa na Samuel, hakukuwa na Moses, hakukuwa na sheria, hakukuwa na kitu chochote. Alitufanya plani yake. Plani yoyote inahusu mwanadamu ilifanyika kabla Yesu Kristo. Kabla ulimwengu haujaumbwa, kila kitu kilikuwa amekiandaa. Na wakati ule ulifika ndio aje ulimwenguni akaumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo.
Mwanadamu ndiye aliumbwa akiwa wa mwisho. Bwana asifiwe. Mwanadamu na malaika waliumbwa siku moja. Na malaika ni wa kuumbwa. Malaika ni wa asubuhi. Mwanadamu naye jioni ndio akiamka mahali atamkia hivi, atakuta Mungu amepumzika. Na akikuta Mungu amepumzika na yeye apumzike kama yeye. Lakini mwanadamu ni nani? Aliamka akaanza kazi. Aliamka akaanza kazi. Ndio mpaka wa leo watu hawaamini, sio kazi zao zinawaokoa. Ndio mpaka wa leo watu wanaamini ate kwa sababu ya maombi yao, kwa sababu ya kuhubiri kwao, kwa sababu ya kuongea lugha, kwa sababu ya chochote kile ya kufanya biashara kwa bidii, ate hapo ndipo baraka zao zimetokea. Hapana, mtu wa Mungu. Haya yote ilikuwa imewekwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Hiyo ndio the word. Na tutaamini neno, hatutaamini yale tulikuta na mababa zetu. Hatutaamini yale tumekuta mababa wetu traditions. Sina zidishia kuambia watu ati wao waliobea katika miti. Walifanya ukweli, waliobea huko, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Yesu akamwambia yule mwanamke alikuwa kisimani, wakati unakuja hamutaombea kwa chini ya miti, hamutaombea ndani ya masinagogi, hamutaombea mahali popote pale, kwa sababu neema ya Kristo itakuwa imefika katika mioyo yenu. Haleluya, Bwana asifiwe. Leo hii ninaongea, siombei kanisani mimi, siombei kwangu kwa nyumba mimi, siongei mahali wapi popote pale. Siamini mahali, siamini kitu. Naamini mwana wa Mungu yule aliye ndani ya moyo wangu usiku na mchana, roho wake aliyeamba Father ndani yangu. Niwe wapi yeye afanya kazi ndani yangu. Yeni arutaga wira thini wakwa, ndi murakaru na tari murakaru, ndi munogoku, ndi toro, njukirite, ngihunjia na itekuhunjia. Roho wa Ngai thini wakwa akoragwo akiruta wira. Koguo roho wa Ngai thini wakwa ti wa handu hana. Andu aria moyaga maguru ati ndathie gwetha Ngai, andu aria moyaga maguru ati ndathie nimeenda sasa, nimetaka kutenga hizi siku. Hizo ndizo tu unakuwa na yeye. Ukimaliza kuzitenga unakaa kama mtu wa kawaida, sababu haujatenga kuwa na Mungu. Oi Ngai Baba. Niĩ rĩrĩa ndathomire maandĩko nĩndapanukire na ngehema ciakwa ciothe ikiambarara, na ithiaga ipanukĩte o mũthenya tondũ ndiĩtĩkĩrĩte kĩndũ o gĩothe kana mũndũ o wothe athengie ũhoro ũyũ mwega wĩ mũrĩo wa ũthamaki wa Ngai waingĩrire thĩinĩ wakwa. Ũguo nĩguo rendwo, hivyo ndivyo unahitajika wewe kuwa katika maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika lile neno ninaangalia katika neno la Bwana, nimesoma hiyo Jeremiah inasema ya kwamba kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili inasema wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Ni Mungu ananena haya yale wakati huo, kwa sababu kulikuwa Old Testament, alikuwa ananena yale yatakuja kutimia. Na ukweli imetimia, miaka 2000 imepita. Sasa sisi tumekalia, kazi imekwisha. Amekuja ametuokoa, na anasema ya kwamba katika kitabu ya Hebrews 10 mahali pale chini anasema ya kwamba 17 dhambi zao na uwazi wao, na hii tumesoma ni Jeremiah 31, lakini ile imejimbu inasema dhambi zao na uwazi wao sitaikumbuka tena milele. Mwamba wetu Mungu ananena juu ya nini?
lakini dhambi ile ilipokuwa, dhambi ile imo sasa, dhambi ile itakao kuja, Yesu ananena, anasema ya kwamba kama vile nilijitoa kabla ya ulimwengu kuwekwa, kama vile nilitoa uhai wangu kabla ya ulimwengu kuwekwa, kabla ya mbingu kuumbwa na ulimwengu kuumbwa, mwanadamu yeyote aliye ulimwenguni, dhambi zake na uwazi wake sitaikumbuka tena kabisa. Haleluya. Haukuwa umezaliwa, haukuwa umetenda dhambi, haukuwa umeomba, sio kwa sababu ya maombi yako, sio kwa sababu ya kuimba nyimbo, sio kwa sababu ya kuibisha kanisa, sio kwa sababu wewe ni muimbaji, sio kwa sababu wewe ni mhubiri, sio kwa sababu wewe ni prophet. No. Hakukuwa na mtu yeyote yule wakati Yesu alikuwa anasulubishwa. Kwa sababu tutaangalia neno ndio itupe tafsiri. Inatutafsiria vizuri sana kabla ya msingi wa ulimwengu. Haleluya. Bwana asifiwe. Revelation inasema alichinjwa. Kabla mtu yeyote yule hajakuja, plani ya God ilikuwapo kabla ulimwengu haujaumbwa. Panuka maendia, funguka macho, elewa mapenzi ya Mungu, tambua kile kilikuwako katika mawazo yake. Bwana asifiwe. Mahali pale tukaangalia tukaona ya kwamba katika kitabu ya Roman 8, katika kitabu ya Roman 8:26 inasemaje? Inasema hii kitabu nayo inanifurahisha kwa sababu nilikuwa ninafikiria ni kwa nguvu zangu. Inasema, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Mwanadamu ameumbwa kwa matope ya ulimwengu, kwa mchanga wa ulimwengu, amejaa udhaifu. Haleluya. Hata Yesu alikuwa na udhaifu mwingi sana wakati aliuvaa mwili. Haleluya. Alikuwa anagojeka na amesema. Alikuwa anakasirika. Alikuwa anakutana na yale yote mwanadamu anakutana. Alikuwa anapata njaa. Alikuwa anakosa mafasi. Alikuwa anachomeka na jua. Alikuwa anahitaji nuru ya mwanga, taa. Alikuwa mtu wa kawaida. Hata kama alikuwa Mungu. Haleluya. Udani wake alikuwa Mungu, lakini nje alikuwa mwanadamu. Na haya yote aliyafanya ni kwa ajili yako. Niwaigua, haya yote alifanya ni kwa ajili yako, si kwa ajili yake ama kwa ajili ya Mungu. Alifanya kwa ajili yako. Ndio wewe uhesabiwe kuwa haki. Ndio aweze kukuregesha katika mahali ulikuwa umeondolewa na yule muofu Shetani wakati alipodanganyiriria Adam and Eve. Sasa neno linatuambia kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Na watu wengi ukisikia, mimi ni muombezi, mimi naobanga, maombi yangu haisimami. Nani amekudanganya? No wakuhenia. No sio kuhenetie. Nagacoka akaga guka gukwira ni maheni. Urogetwo no ati wi undu wi undu ungikinyaniria, wi undu ungihoya ukinyanire. Gutire. Hakuna. Neno linatuambiaje? Ati kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hatujui kuomba vile inavyohitajika. Tutiwe kuhoya uria kwagiriire. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuungua kusikoweza kutamkwa.
wewe ndugitamukaga. Si wewe unaomba, baba, nenderenda nguo, nenderenda irio, nenderenda mugunda, nenderenda kuhoya, nenderenda kuuja, nenderenda kuina. Mau mothe maku ni maku, mau utamukaga. Ni utambue jambo moja, wewe haujui vile unavyofaa. Haujui vile unapaswa kuomba. Pasipo yeye awe msaada wako. Ebu niulize, na wale hawajatambua wala hawajaamini kupitia Roho wa Bwana nao. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno likatuambia oi gai. Linaendelea kusema, and he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saint according to the will of God. Ati na yeye aichunguzae mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Wewe ndiye unachunguza moyo ama ni Mungu achunguzae moyo ndio aweze kujuliza Roho vile ataomba ndani yako? Haleluya. Mwathani arogocwo. Mimi hata wakati ninaomba ninajua pasipo msaada wa Roho Mtakatifu, asipoungua ndani yangu, naweza fungua mdomo na niongee lugha nyingi na niongee mambo mengi, lakini isiwe na mwongozo wowote wa Roho. Ninaweza ongea lugha nyingi, lakini ziwe ni zile zimezoeleka mdomoni mwangu. Lazima niweze kuwa mtu ako na akili, mtu ako na knowledge, mtu ako na understanding, mtu ako na wisdom ya kwamba neno linanena namna gani. Sio ati kwa sababu uliumbwa, sio ati kwa sababu unaenda kanisani, sio ati kwa sababu wewe ni kuna strategy, kuna mpangilio, mpaka wa maombi, mpaka wa kuhubiri. Sio kusimama tu, sio kuamuka tu na kusema wacha niombe. Haleluya. Mungu kuna vile anajibu maombi ya kila mtu. Mwathani arogocwo. Na kuna vile unafaa kuomba. Na kwa sababu kulikuwa na plan from the beginning, watu wengi wanafikiria ni maombi yao imefanya wapatane na mambo yale waliongea, lakini ilikuwa planned. Omudu, kama vile mwanamke akipata mimba, mama wa zamani walikuwa wananifurahisha, na mimi nilikuwa katika hiyo nafasi. Nilikuta wazazi wetu wakati wamepata mimba, tulikuwa tunaona saa yote wakiwa na ile vitu za kushona. Walikuwa wanatafuta yani walikuwa wanashonea watoto masweta, wanaweka tu vitu twa mtoto kando. Omothere maciaraga matari kindu tondu matiri undu mamenyaga. Mundu muthenya ukinyaga wa guciara, aria maramutwaraga ciare nio moragia kira twe ato to unisex haso ukaigwa mundu akiuga nie ndirare na kindu na ukihota kugia ihu riingiriire ku koteciragia ni tondu nduri thiini wa Ngai. Niguo hote kumenya maundu mothe marabatara guteithio ni wega ni Roho wa Ngai. Maundu mothe magikika, ti guthia goro uguo, ti gwikaga maundu oro uguo. Haleluya. Bwana asifiwe. Wengine wako ndani ya makanisa lakini hawajui kwa nini wako kanisani. Hawajui kwa nini wako kanisani. Wao wanafikiria wako ati wanafaa kuwa kanisani wakae chini. Na ndio unaona watu wengi watu wengi ni wakukalia viti na kuziweka joto. Hawakuna kitu ingine. Ni Sunday ifike aende kanisani, akaenda kikaziri atakaa, malizalili atakaa, alafu aondoke akuja nyumbani aendelee na mambo yake. Ucio ni mundu tamenyaga kitumi kiareho thi. Huyo ni mtu ajui kwa nini alizaliwa, kwa nini ameubwa, kwa nini yupa
pale, sababu Mungu hakukuumba uweze kuwa kile unafikiria. Biblia inasema ya kwamba we are workmanship with Christ. Sisi ni wafanyikazi pamoja na Christ. Bwana asifiwe. Na ukiwa na kufanya kazi si kuzaa. Kufanya kazi si kulea. Kufanya kazi si kuolewa. Kufanya kazi si kufanya biashara. Soma Biblia. Somewa Biblia vyema na utafsiriwe vyema. Neno linasema ya kwamba haleluya, nimemtuma, nimemchagua ndio mwende katika ulimwengu mzima mkahubiri injili. Haijasema ni Joseph, haijasema ni Kamau, haijasema ni watu wa Tanzania ama wa Kenya ama wa USA. Tunatakiwa tuzunguke katika ulimwengu tukihubiri injili, hata kama tukifanya yale mengine. Yes. Bwana asifiwe. Hapa ni kwa kujua kwako, kutambua kwako, kuelewa kwako mapenzi ya Mungu katika maisha yako ni nini. Na ndio kwa sababu haujui mapenzi ya Mungu katika maisha yako, ndio umejisugukia na maombi, tutoto wangu, bwanangu, bibi yangu, biashara yangu, hautoki nje. Na hata unafika katika nafasi ukiona mtu mwingine rafiki yako ama neighbor akiwa na shida, unasema unajua haombangi. Hiyo ni upumbavu na ujinga. Maombi yale unayoyaomba hakuna mahali inaenda. Maombi yafanya kazi ni ile iko katika mpangilio wa neno la Bwana. Na ni tondu wewe mwana wa Ngai ndangikuherithia no nduri uramenya wendo wake iguru riaku. Haujajua mapenzi yake juu yako. Unafikiria alikuleta ndio utajirike. Unafikiria unaingia kanisani ndio ukatajirike. Unaingia kanisani uokolewe ukae chini. Kwa sababu haujafundishwa. Hiyo ni shida ya kanisa. Hiyo ni shida ya kiongozi. Hiyo ni shida ya yule anayekufundisha. Anafaa kukuelezea kinanga ubaga kwa nini mnakusanyika mahali pale. Walikuwa wanakusanyika, baada ya mkusanyiko wanaenda kuhubiri. Wanaenda kufungua wengine. Wanaenda kufanya wengine waokolewe. Kwa nini sisi leo? Si hata wale walikuwa katika sheria akina Paul, hata wakati walipokuwa ndani ya sheria, si walikuwa wanaamuka kwenda kufungua sheria, kufundisha sheria? Kwa nini sheria ilijulikana kokote? Kwa sababu kulikuwa na wale walikuwa wanaihubiri kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafundishana moja kwa mwingine. Na sisi katika Kristo, na kazi ya Kristo ya ufufuo wa msalaba kwa kutoka kwa wafu, inafaa tuweze kufundishana mtu na mwingine, tujulishane kila mtu na mwingine yale yote Kristo aliyoyafanya na kwa nini aliyafanya. Na kwa nini, na tumefanyiwa namna gani. Haleluya. Ndio tuweze kujua. Pasipo Roho wa Bwana ndani yangu na ndani yako, haiwezekani wewe uitwe mbarikiwa. Kubarikiwa ni nani? Wacha tuone mstari wa Matthew 5. Hebu kidogo tutoke hapo tutaweza kunini. Matthew 5 mstari wa 5 inasema, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Unaona, sio kiu ya chakula na sio njaa ya chakula, ya haki, ufalme wa mbinguni, kuombea wengine, kunenea wengine. Niko na njaa ya kutaka huyu mtu aweze kusikia. Niko na njaa ya huyu mtu aweze kujua amesamehewa dhambi. Niko na kiu ya kuhubiri. Niko na kiu ya kwenda kuwafundisha, kuwaelekeza. Niko na kiu ya kuwaombea.
sio ati ni jaa na kunywa. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Heri wenye rehema. Ile hema sio huruma za kawaida. Ni wale wanao yani wakitazama hivi wanasikia uchungu sana ndani yao, wakiona vile watu wameungua, wakijaribu kujidanganya ya kwamba wajua neno. Wacha nikuonyeshe. At the blessed are peacemaker, for they shall be called the children of God. Peacemaker. Peacemaker sio wale wanaenda wanashikanisha watu wawili wamekosana. Ni wale wanahubiria watu ndani ya mioyo yao wanakuwa na amani. Kwa sababu ndani ya mioyo ya watu wengi haina amani hata kama hawajakosana na watu. Na hubiri unakuwa na amani. Na kuongoza unakuwa na amani. Ndani yako amani inasikika. Ukitoka hapo kwenda kwingine, utaweza kufanya wengine waweze kuwa na amani. Kulingana na neno, wacha tuone katika kitabu ya John 5. Katika kitabu ya John kuna kitu moja mahali pale, John 5 39. At the search the scriptures. Sasa angalia uone. Madanganyo ni mengi sana katika maisha ya mioyoni mwetu. At the search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Mwayachunguza maandiko ya kwa sababu mnadhani. Huyu ni mtu dhoma, huyu ni mtu anasoma maandiko sana. Huyu ni mtu anazunguka maandiko, Biblia anaizunguka, anaisoma, lakini anadhani ameupata ufalme wa mbinguni kwa kuiangalia maandiko ama kuisoma maandiko. Kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hiyo ndio yanao nishuhudia. Yani wanaisoma maandiko na hawana ufunuo wake. Wanaisoma maandiko na hawaielewi. Unafikiria ni kuisoma? Kuna mpango wa kuielewa. Kuna mpango wa kuitambua. Kama vile watu wanafikiria Yesu tu ni kusurubizwa, alisurubizwa kwa sababu watu wamefikisha mawazo yao hapo. Atekufa, kuzikwa na kufufuka. Watu wamefikisha mawazo hapo. Na wametulia na wako na amani kwa sababu wanajua hayo. Hapana, mtu wa Mungu. Haikukuishia hapo. Kuna mambo yamefichwa nyuma ya msalaba. Kuna mambo yamefichwa nyuma ya kifo chake, ya kuzikwa kwake. Kuna jambo imefichwa ndani ama chini ya ufufuo wake. Na hayo ndio unafaa, ndio uweze kuelekezwa, ndio uweze kuitambua. Sio tu kusoma maandiko, sio tu kwenda kanisani, sio tu mambo ya kusema nimeokolewa. Number 40 anasema, and you will not come to me. Unasoma maandiko lakini wewe hautambui na haumuelewi na hauendi kwake. Anasema, and you will not come to me that you might have life. Ati wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Yani wanajua, wanachunguza maandiko, wameisoma, wameizunguka. Ni Paul anajua anasema nini. John anajua anasema nini. Kulikuwa na mtu anaitwa Paul, aliua watu wa Mungu, alisumbua watu wa Mungu, alifunga watu wa Mungu, alisimamia watu wa Mungu wakiuawa. Paul. Kwa hivyo Paul anaelewa John nini anaandika. Haleluya, Bwana asifiwe. Sababu yeye alikuwa anachunguza maandiko, alikuwa anafikiria, akipeana sheria, akifundisha sheria, akisimamia wale wote walikuwa hawaamini sheria, ni wa Kristo.
alikuwa anawasimamia wakufe. Wakati alipoitwa na Kristo, alikuja kutambua kumbe nilikuwa ninadhani kwa sababu ninajua maandiko, kwa sababu ninajua sheria, kwa sababu ninajua kuinena, kwa sababu ninajua kuihubiri, nilikuwa nafikiria nimepata uzima wa milele. Kumbe haya maandiko nilikuwa ninanena juu yake ndio sasa inakuja kuniambia. Hiyo maandiko ndio inakuja kuniambia, Paul, kwa nini wanitesa? Naye akamuuliza, nani wewe? Naye akamwambia, Yesu Kristo ndiye unamtesa. Paulo akatambua kumbe nilikuwa ninadhani nina uzima wa milele. Hivyo ndivyo hata watumishi wengi walivyo makanisani. Hawatambui na hawataki kujua. Wanataka tu kudanganya watu. Wanataka tu kuwapeleka watu katika giza. Watu kanisa mzima pamoja na kiongozi wanafikiria wamepata uzima wa milele, kumbe wako tu katika giza. Sababu hata kiongozi wao hajafunguliwa macho, hajatambua siri imefichwa ndani ya maandiko, hawajatambua mapenzi ya Mungu ni nini katika maandiko. Haleluya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, mwathani arogocwo. Haleluya. Ninashukuru Bwana kwa wakati ule alifanya niweze kutambua haya. Wakati Paulo alifika katika Warumi Roman 10, alisemaje? Aliwaambia kwa sababu alijua Roman 10. Alijua watu hawa wako kama vile nilivyokuwa. Roman 10:1 akasema, Roman 10:1 akasema, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Wacha nirudie. Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sawa, unasikia? Hii ni kanisa ya Warumi. Paulo ameingia. Kutoka wakati ule alisikia sauti ya Kristo ikimuita, ikimwambia Paulo, kwa nini wanitesa? Alitambua, akagundua kumbe wale wote tuliohubiria, wale wote wako chini ya sheria, hawajaokolewa. Wanafaa waokolewe. They might be saved. Ate Mungu, ate ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombao Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kanisa ya Warumi, watu wengi Mafarijiwis hawakuwa wameokolewa. Paulo akavumbua hayo. Kwa nini? For I bear them record that they have a zeal of God. Yes, wanamjua Mungu. They have a zeal of God, but not according to the knowledge. Hawana ufahamu. Wako na zeal, but hawana ufahamu. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hawa watu tunaita Waislamu. Wako na zeal of God, but hawana kitu tunaita knowledge. Bwana asifiwe. Ati kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si kwa maarifa. Wagaga washawi wako ni wengi, wako na zeal ya God, but hawana knowledge. Atheist, Hindu, au wote yenyewe wanampenda Mungu, wanamjua Mungu, wanamshukuru Mungu, lakini si kwa nini? Si kwa maarifa. Sababu maarifa inakujia wapi? Through Christ. In
Christ. In Christ. Bwana asifiwe. Pasipo Christ hakuna knowledge. Pasipo Christ hakuna maarifa. Bwana asifiwe. Number 3. For they being ignorant of God's righteousness. Yes. Wako na zeal. Lakini hawajaokolewe. Hawana haki. Haki ni nani analeta? Nani analeta righteousness? Christ. Of God's righteousness. Are going about to establish their own righteousness. Wakuanga wameokoka. Hata kina Paulo wakati walikuwa wanapigana wakisimamia watu wa Mungu wauawe, Paulo alikuwa anaona kabisa vile ninafanyia Mungu. Lakini hajui sheria inasema jicho itoke jicho, mguu utoke mguu, ubaya utoke ubaya mwingine, kifo kitoke kifo. Hiyo ndio ilikuwa ndani ya ile sheria ya Musa, na hiyo ndio ilikuwa inahubiriwa miongoni mwa taifa la the Old Testament, na likavuka mpaka New Testament mpaka wa leo. Ndio unaona watu wanaombea wale wengine vibaya. Haleluya. Kwa sababu ni nini kiko ndani yao? Ni sheria, yaleta makasiriko, yafanya watu wauane, yafanya watu wabishane, yafanya watu waletanie mambo isiyo na msingi. They were establishing their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hawajajiweka chini ya haki ya Mungu, wameheka haki yao. Unasikia mtu anasema mimi maombi yangu inaendaga straight, yako na hujui kuomba, na maandiko ndio inatuambia hivyo. Roho wa Bwana asipoomba ndani yako, haleluya, Roho wa Bwana asipoomba ndani yako, hawezi jua vile unafaa kuomba. Kristo asipokuombea, Kristo asipoomba ndani yako, wewe kile unahitajika ni kufungua tu mdomo. Ukiwa umeingia ukatika ukweli wa haki ya Bwana. Haleluya. Wokovu kamili si kwenda kanisani. Kusema I'm saved hakujatosha. Sababu watu wengi wanasema I'm saved kwa sababu ya magonjwa. Waliokoka kwa sababu ya magonjwa. Wengine wameokoka kwa sababu hawataki nyumba zao zianguke. Wengine ni kwa sababu hawana watoto. Wengine ni kwa sababu ya utajiri. Mtu yeyote ako na sababu ya wokovu hajaokoka. Na hawezi kumfurahisha Bwana wakati wowote ule. Maombi yako yote ni bure. Kuamini kwako kote ni bure. Kwa sababu hata kabla Yesu hajakuja kulikuwa na kuamini. Lakini walikuwa wanaamini mambo yale wanaoona na wanaosikia, wanaoguza. Sisi sasa si mambo na kuona wala kuguza. Ni mambo yale tunayoyasoma, tumeandikiwa na tunafundishwa. Kwa imani ni kitu hakimo. Tunakifanya kama kiko. Bwana asifiwe. Number 4 ikatuambia vizuri sana. For Christ is the end. Kristo ndio alikuja, yeye ndiye alikuja kufikisha sheria mwisho. For the Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ati kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kila aaminie. Tumetolewa katika kazi ya sheria. Sasa tumeingizwa na Kristo katika kazi ya kuamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu yote hata yule aendaye na his own righteousness, hajajua Kristo alifikisha our own righteousness ikiwa law mwisho. Aka introduce kitu kingine tunachokiita faith. Na ile faith
ndio inakuja through believe. Wale wote watakao amini watahesabiwa kuwa haki katika Kristo. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ni panga ikatao. Ni upanga ukatao kuwili. Ikienda hivi inakata na ikienda hivi inakata. Kwa nini inakata? Sababu sisi hatujatambua neno ndio tuweze kulifuata kulingana na vile linavyofaa kufuatwa. Hatujaliamini kulingana na vile linafaa kuaminiwa. Bwana asifiwe. Katika lile neno Ephesians 6:18. Ephesians 6:18 inasema, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ati kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati. Kila wakati katika roho. Mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Watakatifu wote. Tumepewa kazi ya kuombea watakatifu wote. Number 2. Kwa sala kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Tutirero tuhoyo roho uguo katika roho. Elewa na utambue vyema. Katika roho. Sio mambo tu ya kuomba, ni katika roho. Tuweze kuwa katika sala na maombi katika roho. Yes. Na watu wengi hawajui ya kwamba hawajapokea roho. Dini nyingi hazijapokea roho. Kwa nini? Roho yu ndani yao na roho yu miongoni mwao. Lakini tunapokea kitu wakati gani? Wakati tumetambua. Ni lazima ufundishwe ndio utambue. Ukitambua ndio unapokea. Kitu kinaweza kama hali hapo na kikose kukusaidia kwa sababu haujakitambua faida yake. Lakini wakati utakapotambua faida yake, kitakuwa msaada wa ajabu sana katika maisha yako. Bwana asifiwe. Tusikae tu katika wokovu pasipo kutambua yale tunafaa tuweze kuyatambua. Wakati tunapoitambua ndio inaleta msaada katika maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wakati tutatambua roho wa Bwana yu ndani yetu na yeye ndiye anatusaidia na anatuombea kwa kuungua kusipotamkika, tutaweza kuombea hata waaminio wengine. Tutaweza kuombea watu wale hawajaokoka na waokolewe. Watu wale hawajatambua umuhimu wa kukaa ndani ya neno la Bwana na kutambua mambo kazi ile Kristo aliyoifanya hapa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Sisi ndio tunafungilia watu kutambua mapenzi ya Mungu wao. Sababu hatujayatambua na wale wametambua hawahubiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, tunafaa tuweze kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni namna gani. Leo nitafikisha mahali pale na kupenda sana. Kesho nafikiria Mungu akitusaidia ndio tutamaliza hiyo topic. Ndio tuweze kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni nini, alafu tuweze kusimama vyema juu ya tuweze kusimama vyema katika Kristo. Yeye yule alituletea baraka. Ukitambua haya yote tunaendelea tukiongea, haki yenyewe, utakuwa umesimama katika baraka zako. Baraka zi jana nikasema,
Baraka si vitu za ulimwengu. Baraka si pesa. Baraka si kuwa mrembo. Baraka si kuvaa vyema. Hapana. Baraka si kuwa na bibi mzuri na watoto wema. Hapana. Ama bwana mzuri. Hauna atumia ni moi muno kuga. Muthuri wakwa ti mũru, muthuri wakwa ni mwega muno. Nake mutumia kaingĩ muthuri yugaga, mutumia wakwa tamenya nini adigithagia. Tuonaga tofauti ithuothe. Na atumia kuma aingĩ ni arĩa makiugaga, muthuri wakwa tamenya ndaiguaga, ona ingĩgeria kũmwarĩria. No maya mothe matirĩ na thĩna. Tate amba wĩtambũre thĩinĩ wa Kristo. Jitambue ndani ya Kristo. Jitambue ndani ya neno. Na mambo haya mengine yote yatakuja kuwa katika sawa sawa. Tuombe. Bwana wetu, umejaa nguvu na mamlaka na kupenda mfalme. Ni kwa sababu ulitangulia kunipenda. Umenifumbua macho yangu na ukafanya nikaweze kuwa na ufahamu. Pokea sifa. Bereni sikuwa hivyo. Nilikuwa Bwana ninapigana vita na vitu vyenye singetambua napigana na nini. Lakini siku ya leo Bwana, maandiko yako inaniambia ati tufae silaha zote za rohoni. Kwa sababu tunaopigana nao sio wale walio na mwili na nyama, ila ni maroho, maguvu, maufalme, mausultan, mapepo. Hizo zote za kila aina. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wakati nilipojua hivyo, nilitambua mwanadamu hawezi kufanya dhambi, lakini kinao mchukua na kumbeba, kinao nena ndani yake, hicho ndicho kinasababisha akaweza kufika katika nafasi ya kuitwa mwenye dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo, haya yote anayopigana nayo ni yale hawezi pinga, ni yale hawezi maliza. Na yule muovu shetani anafurahia wakati mtu hajaelewa anafaa kupigana na nini, anafaa kuomba ama kupigana, anafaa kuombea nini, anafaa kuondoa. Yesu Kristo hakupigana na watu. Yesu Kristo alipigana na maroho. Mitume walipigana na maroho na maguvu na maufalme na mausultan na demons. Hawakupigana na watu. Walijua na walitambua sio watu, ila ni kile kinao waongoza, kimekuwa drivers ndani ya mawazo yao na ndani ya mioyo yao. Bwana wetu Yesu Kristo, saidia watu wako Bwana. Saidia watu wako Bwana. Oribashaka tamayanda rababirambo. Ndio tuache kupigana sisi kwa sisi, ila tuweze kuomba ni kwa ajili ya maroho yale yanayosunguka katika ulimwengu na kufanya watu waweze kuonana vibaya, kuchukiana, kupigana na kufanyana mabaya. Lakini kulingana na neno lako, si mtu yule ni kujiachilia, amejiachilia kutumika. Tunafaa tuweze kuomba kile kinamtumia kiweze kuondoka, aweze kuwa katika usawa wake, ajitambue na ndio aweze kusimama katika haki. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru na ninakuinua. Haya yote Bwana ni kwa wewe utusaidie, ni kwa wewe utuelekeze, ni kwa wewe uweze Bwana kufunulia watu wengi waweze kujua, wakiwa katika dini zao waweze kujua mapenzi yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, 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 amen. Soni, God bless you.